Nyumbani kwa mwanamama mlinganiaji, bila shaka ushamuona hapa, na huyu ndo ambaye tuko naye Ukhti Farida. Ukhti Farida, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yawezekana mimi Farida nikawa nakujua, lakini wengine hawakujui Farida ni nani. Hebu tuanze hapa, jitambulisho kujue. Naam, mimi Farida ni mwanaharakati, ni mlinganiaji, ni mwalimu wa dini. Nimesoma maeneo mbalimbali na mpaka sasa hivi niko na mwalimu wangu Sheikh Uthman Adam ambaye ndiye ananipika na kunifundisha harakati hizi ambazo ninaenda nazo, ingawa huko nyuma nimepita kwa walimu wengi, wengine wameshatangulia mbele ya haki, Mwenyezi Mungu awarehemu, na kwa hakika yeye ndiye alinifikisha hapa. Nimelizungumza kwamba tuko kwa mlinganiaji hapa, mwanaharakati. Labda kwa faida wengine wanataka kujua, unapozungumza labda mlinganiaji ama mwanaharakati ni mtu wa namna gani? Na mimi ni mtu ambaye napenda na wapendelea wenzangu heri. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika. Kwa hiyo yale ambayo mimi nayapenda huwa nawapendelea na wenzangu wapate. Kwa hiyo katika maeneo mengi ambayo nimezunguka, katika yale ninayoyaona wenzetu wanayakosa, basi huwa inanipa ile hamu ya kutaka na wao waweze kupata lile ambalo mimi nimelipata, haswa katika Qur'ani na Sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia una taasisi yako ambayo ndo unakwenda nayo. Labda tufahamu nani alikushawishi mpaka ukawa na wazo ama ukawa na fikra hizi za kuwa na taasisi ya kuwasaidia watu? Ya mimi nimeona watu wengi ambao wanaanzisha taasisi, wanakwenda na mambo mbalimbali wanafanya, lakini mimi nikaja kivingine. Harakati zangu mimi zimejikita sana vijijini, ambako nimeweza kuzungukia maeneo mengi ya vijijini. Mathalan nimekwenda Musoma, katika vijiji vya Mbwai, Nyamuswa. Nimekuta kule uhitaji wa elimu ni mkubwa sana. Lakini huku mjini uhitaji upo, walimu tunao, nyenzo nyingi tunazo, lakini hatuja na ule mwamko. Natoa mfano halisi. Mfano, unaweza kwenda kwenye madarasa ya kina mama au ya kina baba, kwa kuta kuna wanafunzi 5, 3, lakini kule wanafunzi ni wengi, lakini walimu hakuna. Walimu hakuna kabisa, na wakipata kutembelewa kule wanaona kama kuna lulu fulani imekuja. Kwa hiyo nimezunguka katika maeneo hayo, nikaona uhitaji ni mkubwa upande wa elimu, na hicho kikanisukuma kuanza sasa kupigania harakati za vijijini, upande wa elimu kwa kina baba, kwa kina mama na watoto, na kutafuta zile nyenzo za kufanyia kazi. Huyo ndio ambaye umeweza kumsikia hapa. Tutafanya exclusive nzuri sana, kubwa sana, ambayo niko hapa kukujuza wewe mtazamaji wa Naso TV wakati urudi nyuma, pamoja na wenzetu ambao tuko nao hawa Sambawi Online TV. Umemsikia hapa Ukhti Farida akiyazungumza haya. Ameamua harakati zake kuzikita zaidi kijijini. Hapa mjini amewaacha wengi, lakini si kwamba na yeye kaziacha kabisa, bado anaendelea kuzifanya. Labda taasisi hii na muda gani Ukhti Farida toka umeianzisha? Sisi tulianza harakati hizi tangu 2011. Ina maana tuna takriban miaka 15 mpaka sasa hivi. Na labda nieleze kwa uwazi, mimi nafanya kazi na taasisi mbalimbali. Na kwa nini nakwambia nafanya kazi na taasisi mbalimbali? Kuna aya naifanyia kazi ya 103 katika surati Al-Imran, baada ya billahi minashaitani rajim, ambayo Mwenyezi Mungu amesema shikamaneni nyote katika kamba ya Mwenyezi Mungu na wala msifarakane. Yani mimi sina uchoyo, nikikuta kuna jambo zuri ambalo linahusiana na taasisi ambayo inaweza ikalifanya, basi mimi nitalichukua, nitaitupia ile taasisi. Na lingine ambalo unaona liko ndani ya uwezo, tutaweza kulifanya. Tofauti na kuna wengine ambao wanaona nikiipeleka huku mnofu utakuwa hivyo, lakini lengo ni kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kama jambo mimi siliwezi, kwa nini taasisi fulani nayo liweza isilibebe? Na ndio unakuwa wepesi katika kushikamana namna hiyo. Kwa hiyo nafanya kazi za taasisi, lakini nafanya kazi kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali, na at the same time nafanya kazi za kwangu mimi mwenyewe binafsi. Kwa nini nasema binafsi? Hizi binafsi huwa zisizotaka kusubiri. Yaani kuna mahali ambapo nakuta kuna uhitaji wa haraka. Kwa hiyo mimi naitaga SGR. Kwa hiyo nakwenda kasi, nafanya mwenyewe,
mbinu ninazozifanya ni kwamba nawatafuta wadau wanaoweza kuikimbilia hiyo heri, wakaikimbilia, tunaifanya, nikishaimaliza natia tiki na kwenda kwenye kazi nyingine. Huko mbele nikikutana na kazi ambayo ni kubwa ambayo siwezi, basi mimi naipeleka kwenye taasisi nyingine. Tunaona mwanzoni hapo umezungumza kwamba umejikita zaidi katika masuala ya elimu haya. Tufahamu labda zaidi wewe unakuwa unasimamia hapo tu ama kuna mengine ambayo nao pia unayafanya? Mbali ya elimu huwa nafanya kazi za kutafuta mahitaji. Mathalan tulizunguka katika maeneo ya wafungwa, magereza mengi hapa, maana mimi tuseme ni mtoa huduma. Kwa hiyo katika magereza ya hapa Dar es Salaam yote nimeshayapitia: Ukonga, Keko, Segerea, Ligongoni, Bagamoyo. Na alhamdulillah mwaka huu ndani ya mwezi wa Ramadhani nimejaliwa kufika katika magereza ya Kibiti na Kimbiji, Kigamboni. Sasa nilichokigundua, magereza yale ya mbali yana changamoto. Watu wengi wanaishia katika haya magereza ya karibu. Kwa nini hawaendi ya kule? Kwa sababu ya umbali. Na ukija vile vile kwenye masuala, kwenye vituo vya watoto yatima, ukimwambia mtu kuna kituo cha watoto yatima labda kiko sehemu fulani ambako ni mbali, anakuambia huko siwezi kwenda, nataka Sinza, Buguruni hapa karibu. Sasa kule mbali aende nani? Kwa hiyo mimi najikita kule Uvunguni kule. Naenda huko mbali. Kwa hiyo nakwenda kwa magereza watakwambia wanahitaji nguo, maana kuna mahabusu wanaweza kukata miaka 10 mtu hajahukumiwa. Kwa hiyo zile nguo anahitaji kutoka kwetu. Nahamasisha watu tunapata mavazi. Tunahamasisha watu tunapata mahitaji yao yote yale ya kimsingi. Alafu mbali na hapo kuna mavazi kwa hawa wa vijijini. Unamkuta mtu yuko kwenye ibada ya swala kavaa nguo, ukija kumlingania anakuambia mimi nguo ndo nilionayo hii. Sasa nani ampatie mavazi hayo? Na nani ataweza kuyajua hayo mpaka utoke? Ndio utaweza kujua changamoto za watu. Kwa hiyo nashughulika na masuala ya mavazi, masuala ya chakula. Katika hizi familia zinazotuzunguka kuna maskini na mafukara walioko majumbani nazungukia. Na safari hii nimeenda kwa watoto yatima walioko majumbani, ambao hao tunawahudumia masuala ya mahitaji ya shule. Wakati wa Ramadhani tunawatafutia iftari, lakini safari nikasema hapana na kwenda kula nao chakula cha Idi. Kwa kweli walifurahi. Na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema amali bora ipendezayo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kutekeleza fardhi ni kuingiza furaha kwa ndugu yako Muislamu. Kwa hiyo mimi nimejikita katika hao. Katika hivi vituo nakwenda, sio kwamba siendi, nakwenda, lakini kote ninapokwenda huku nakwenda na huku nafanya tathmini. Umeona Kwa hiyo ndio na Mtume nakumbuka alisema atakayemlisha yatima atakuwa naye kama vidole vilivyo namna hii kwa pamoja. Na kwenye haya kuna changamoto nyingi, kuna kukatishana tamaa. Labda changamoto gani ambazo ulikutana nazo wakati unaanzisha haya mpaka sasa miaka 15 hii imesimama? Changamoto unakutana nazo, kuna mwingine anakuambia ukti Farida, kwani kila kitu unachofanya lazima uposti? Sasa ukija kwenye Qur'ani imesema toeni sadaka kwa siri na kwa dhahiri. Lakini mimi nia yangu na malengo huwa ni ninapochukua ile mirejesho na kuwarushia watu huwa ni kuwahamasisha. Na imesaidia kwa sababu kuna mwingine ukimrushia anakuambia mimi nilikuwa sijui kwamba wafungwa wana mahitaji. Mimi nilishajua mfungwa ni mtu ambaye ameshatenda maovu, kwa hiyo yuko kule hana haja ya kuangaliwa. Lakini ukiingia kwenye Qur'ani katika surati Dahari aya ya 8 Mwenyezi Mungu amewazungumza wafungwa kwamba watembeleeni, waangalieni, walisheni wafungwa, yatima na maskini. Hakusema kwamba mfungwa ambaye amefanya uovu au ambaye hajafanya uovu. Kwa hiyo in general wametajwa wafungwa. Kwa hiyo ninaporusha ile mirejesho mtu anaona kumbe mfungwa anahitajika kuhudumiwa, anakuja kutifari na mimi nataka kushiriki hiyo heri. Kwa hiyo mimi malengo ya kufanya ile mirejesho ni kuwavuta watu na kuwahamasisha watu. Lakini wako wanaokatisha tamaa, wanakuambia hii unafanya ni ria. Lakini Mungu anaangalia ile ndani ya moyo, nafsi ya mtu, nini wewe umekidhamiria. Na mara nyingi sangine wanatangaza zile kazi kupitia status. Na imeniletea matunda mazuri kwa sababu ninapofanya na waletea mrejesho. Na juzi ili tukio nililofanya la watoto yatima, nilikuwa na ndugu yangu hapa, mirejesho hiyo watu walipata, kwa kweli walihamasika na wakaona kwenda kuacha, yani wewe kuiacha familia yako na wewe kwenda kudili na watu wengine tofauti ni jambo ambalo watu wengi hawawezi. Na haya majambo yanakuwa labda na kuiga. Kuna msemo wa Kiingereza unasema role model. Wewe labda Farida kama Farida, role model wako nani na kipi kilikupendeza mpaka ukamuiga yeye? Kwa kweli
mimi niseme ukweli, role model wangu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kusoma zile hadithi, mimi nilikuwa natembea na hadithi. Na nikwambie kweli ndugu mtangazaji, kila kitu kiko ndani ya moyo, yani ndani ya nafsi, iko ndani ya damu. Yani ukiambiwa harakati zozote zile, mimi hata ukiniamsha saa 4 za usiku, I'm ready to go anywhere. Na bahati nzuri namshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, amenipa mume ambaye ni mwelewa na ananisupport katika kazi. Kwa sababu sisi huwezi ukatoka kwenda sehemu bila ruhusa ya mume wako, kwa sababu radhi za mke ziko chini ya nyayo za nini, za mume wake. Kwa hiyo sasa mume anaporuhusu na anapokusupport pale, wewe kazi kwako inakuwa ni rahisi. Labda sasa ni kwa tunaelekea mwishoni, kwa faida tu watazamaji ambao wanatuangalia, yani nyinyi mko taasisi ngapi ama mmejipanga kinamna gani, grupu lenu likoje, watu watakaofahamu? Sisi grupu letu tumejipanga katika mambo mengi, tuna mikakati mingi, na umoja wetu sisi tuliungana misikiti 10. Katika kuungana kwetu tulikuwa tuna malengo. Tulianza sisi wakina mama, lakini baadaye tukawachukua wale maustadhi wetu na wao tukawatengenezea muungano wao, na huu muungano ndio umekuja kuzaa sasa muungano wa watoto wanaowafundisha. Lakini kuna mafanikio mengi kupitia huu muungano wetu na hizi kongamano tunazozifanya. Tulikuwa tuna shida ya mishahara kwa walimu, tukalifikisha kwa mgeni rasmi ambaye tulikuwa tumemwalika kwa wakati huo, ndugu yetu Hajati Zuhra Abdul. Mpaka sasa hivi anawalipa mishahara walimu wetu, na ndio kitu ambacho tunakipigania. Mbali ya hawa, lakini tunawataka na hao walimu wa vijijini na wao waweze kupata mishahara ambao tunadili nao. Kwa mfano sasa hivi nina madarasa yaliyoko Bwai, Msoma, na madarasa yako Nyamuswa, kote kule kuna walimu. Hao walimu wote wanahitaji mishahara. Kwa hiyo tunahitaji support ya watu, wadau mbalimbali kuweza kusupport harakati hizi. Nyinyi kama nyinyi mmelisababisha hili na walimu sasa hivi wanainua mikono kuwashukuru nyinyi. Wanasemaje sasa jinsi ambavyo mmewafanyia hivi? Walimu kwanza wamekuwa na umoja, wanatembeleana, wanaalikana. Mwalimu kutoka msikiti mmoja anaweza kumwalika msikiti mwingine, njoo leo utoe hutuba msikitini kwangu. Na jambo likitokea kwa mwenzake, wanakuwa wepesi wa kuambizana. Kwa hiyo wana grupu lao la walimu, sisi tuna grupu letu, alafu tuna grupu la pamoja. Kwa hiyo kwa kweli wanafurahi na maisha yao yamebadilika, alhamdulillah. Labda tu sasa kwa kuhitimisha hapa, kitu gani ambacho likifanya mpaka leo unajisifu kwamba mimi Farida kwa jambo lile, alhamdulillah, Mwenyezi Mungu endelea kunipa kheri ya lile au nifanye zaidi ya lile? Alhamdulillah. Kwa kweli kwanza namshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kunijalia neema ya afya na neema ya uhai. Jambo la pili, namshukuru amenipa mume ambaye ni mwenye dini. Hapa ninasisitiza kipengele cha dini. Ni muhimu sana, kwa sababu hizi harakati, ndugu mtangazaji, kama hujapata support ya mwenzako huwezi. Lakini kitu ambacho ninashukuru sana na ninafurahi, baada ya kuanzisha darasa za gerezani. Gerezani kule wafungwa wakiwa kule, wao yani hawana mtu wa kuwasemea mpaka wapate watu kutoka nje. Siku ambayo tulianzisha darasa pale la wakina dada na wakina baba na wakina mama, na tukapeleka huduma ya maji pale gerezani, ni siku ambayo nisikia raha. Na jambo la pili ni siku ambazo nilianzisha darasa za vijijini, na nikaona matunda yake, na mpaka sasa naona matunda yake, na tumejaliwa kuchimba na baadhi ya visima maeneo yale. Kwa kweli wale walimu wanatoa ushirikiano mzuri sana, na ninapata wadau wengi wa kunipatia vitu vya kupeleka huko vijijini. Malizia, jamii unaiambiaje? Jamii tunaiambia iwe na mtizamo chanya. Katika harakati hizi, unapofikishiwa taarifa kwamba kuna harakati fulani inatakiwa ifanyike, basi cha msingi kwanza jamii muangalie Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wamesema nini, waisapoti, wasibeze, wawe wanatoa nini ile ushirikiano wa moja kwa moja. Na mirejesho inaleta hamasa na kuwafanya watu waweze kujua maeneo ambayo hawajui nini kinahitajika kufanyika. Nikushukuru sana.
Alhamdulillah. Mtazamaji wa Naso TV, wakati haurudi nyuma, sanjari na washirika wenzetu hawa Sambawili TV, tumeshirikiana kuletea exclusive interview ambayo tumefanya na Ukti Farida hapa, kama ambavyo umemsikia harakati zake, ulinganiaji wake, lakini kile ambacho yeye anakifanya, changamoto ambazo anakutana nazo. Mara nyingi huwa tunamtumia message sisi kama sisi kwamba hilo jambo halifai, usilifanye, lakini hayamkatishi tamaa, bado anaendelea kuyapambania, kuwalingania, lakini pia kuwasaidia wale wenye uhitaji. Mimi na wewe tulikuwa tunalifikiria hili la kwenda magerezani, mimi na wewe tunafikiria kuwasaidia yatima, lakini Ukti Farida yeye analifanya hili. Nikushukuru kuweza kuwa nasi toka mwanzo mpaka mwisho. Kumbuka leo tumekuwa nyumbani kwake. Inawezekana hata wewe tuko nyumbani kwako siku yote kuja kuzungumza mambo ya kheri. Endelea kuangalia Sambawili TV sanjari na Naso TV, wakati haurudi nyuma. Nyuma ya kamera yuko Heri Mpingashari. Mimi ni Al Habib, ripota wako Sheikh Mungia. Nikushukuru kwa uangalizi ulio mwema. Wabillahi tawfik.